Kwa hiyo sasa lazima uwe na ufahamu ya kwamba sisi wanadamu tuko katikati, chini kuzimu, haleluya, na juu kuna mbingu, kuna mbingu zipo, haleluya. Kuna mbingu ya kwanza tunaiona kwa macho hiyo, lakini kuna mbingu ya pili. Katika mbingu ya pili wako wale mapepo walioasi, wale malaika walioasi pamoja na shetani walitupwa kwenye mbingu ya pili, haleluya. Alafu kuna mbingu ya tatu ambayo Paulo alienda, katika maono alifika mpaka mbingu ya tatu. Lakini ukitafakari vizuri maandiko utagundua ya kwamba ziko mbingu zingine mpaka mbingu 7 na kuendelea huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio hapo tu, kuna baadhi ya siri ambazo zimefichwa sana katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwamba Yesu alipofufuka alipaa mbinguni, akapita mbingu zote. Yesu alienda kutoa sadaka ya damu, alienda kupeleka taarifa ya kwamba misheni aliyokuja kuifanya duniani amekamilisha. Kwa hiyo alipita mbingu zote. Kwa hiyo kumbe kuna mbingu zote, ukipita zaidi ndipo naenda kwenye maskani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo la kufahamu, lakini chini huko ni kuzimu, sehemu ambayo iko shetani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima ufahamu ya kwamba kuna malango. Kuna malango ya mji, kuna malango ya taa, kuna malango ya nchi, yako malango ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya malango haya yamebeba misimu na majira. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na tunajua ya kwamba hata mzaliwa wa kwanza pia ni lango. Lakini pia tunajua ya kwamba mtu aliokoka anafanyika kuwa lango. Na lango kazi yake ni kupitisha vitu vya kiroho kutoka katika ulimwengu wa roho na kupeleka kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini pia na vitu vya kwenye ulimwengu wa mwili kupeleka kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukaomba hapa, Bwana Yesu asifiwe, ukazungumza na mbinguni, haleluya, au kashiriki katika kikao ambacho kinafanyika mbinguni. Kunakuwa na mbinguni, kuna kikao kwa ajili ya kujadili juu ya hatima ya mtu fulani. Ukapeleka hoja zako pale na Mungu akasikia, na malaika wakiwa wapo pale mashahidi. So hivyo ndivyo ulimwengu wa roho unavyopareti. Na wachawi pia wanatumia malango, wanatumia madhabahu pia, wanapeleka taarifa katika ulimwengu wa roho. Wanaweza kupeleka taarifa, wakaweza kuchukua vitu kwenye ulimwengu wa roho wakaita kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ni shida sana. Kwa hiyo mwanadamu tunapigwa kutoka chini, lakini pia tunapigwa kutoka juu, kwa sababu juu kuna mapepo. Daniel alipokuwa akiomba, alipopata ufahamu juu ya habari ya mapito ambayo wana wa Israeli walikuwa wanapita, baada ya kugundua ya kwamba miaka 70 ambayo itabiriwa ilikuwa tayari imefika. Kwa hiyo akawa anaomba toba, anaomba ili Mungu aweze sasa kufanya kile ambacho alichoahidi. Lakini malaika alipokuwa anakuja, Gabrieli kuja kuleta ujumbe, njiani katika mbingu ya pili akakutana na jopo la mapepo, yakawa yanazuia ili maombi yasifike kwa Daniel kutoka mbinguni, yale majibu yasiletwe. Sasa ikabidi Mikaeli haji ashindane na mapepo, ndipo akapata nafasi ya kuja. Kwa hiyo kumbe tunapata picha kwamba katika ulimwengu wa roho kuna vita ambavyo vinaendelea, yamkini si atuendelee. Ndio maana ni mbaya sana kwa mtu ambaye analala usiku kucha. Yaani mtu tu akishaona ametoka kazi, these days we are so busy. So unafanya kazi zako ukiwa busy sana, unafika wakati ambapo unaona mudi nyumbani umechoka, unalala, unashindwa hata kufanya maombi. Kushindwa kufanya maombi maana yake unaruhusu ulimwengu wa roho wa shetani uweze kuattack. Na wewe huwezi kufanya ile back to sender. Hauwezi kushindana nao. Yaani huwezi kushindana nao kwa sababu tayari hauko katika maombi, hauko kimkakati zaidi. Kwa hiyo wao wanakuja kimkakati zaidi, wanakushambulia. Lakini wewe unashindwa kushindana nao. Lakini pia Mungu, ulimwengu wa roho wa Mungu hauwezi kukutetea, kwa sababu ulimwengu wa roho pia wa Mungu unahitaji ukiri wako wewe.